Hujambo popote pale ulipo na karibu kwenye pita pita za kwangu. Mimi hapa ni VMM, ukipenda Victor Mado Mandala. Nikifika katika maeneo kadha wa kadha, na kama ni mara yako ya kwanza kujiunga pamoja nasi, hakikisha kwamba umesubscribe. Sawa? Naam. Nianzia katika eneo la Kailu kule Machakos, ambapo kulizuka kioja katika mtaa huu baada ya jamaa aliyekuwa akijifanya mhubiri kuanikwa hadharani na kuambiwa aache ujanja wa kuomba sadaka kwa njia ya hila. Naam, ilikuwaje? Inasemekana kwa jamaa huyo alikuwa akizunguka mitaani na hata kupenya katika mabanda ya kibiashara akijitambulisha kama pasta kutoka kanisa lisilojulikana. Kwa hivyo jamaa alikuwa anatembea hivi, akifika mtaani anasema mimi ni mhubiri, mimi ni mchungaji, kwa hivyo toeni sadaka kwa ajili ya mchungaji. Kwa hivyo anaposema hivyo wanatoa. Kwa hivyo siku moja wakagundua kwamba kumbe ni tapeli. Mhubiri huyo Karubandika alianikwa sokoni kwa baada ya kuitisha sadaka. Nakwambia please, kama wewe si mhubiri, wewe si mhubiri, wacha za ovyo, au sio? Naam, kitafakari juu hayo nikavuka moja kwa moja hadi eneo la inaitwa Disoni kule Kilifi. Disoni Kilifi, kuna kioja kilizuka katika shule moja ya sekondari hapa kijijini baada ya mwanafunzi mwenye sifa ya utundu kumleta mzazi bandia mbele ya mwalimu mkuu na kuzua rabsha. Mwanafunzi huyo alikuwa ameagizwa amlete babake baada ya kukosa nidhamu, lakini akaingia mtaani na kumshawishi mzee mmoja ajifanye eti ni babake. Kwa hivyo akaenda akamlipa pesa, akalipa mzee mmoja, akamwambia kuja ujifanye babangu. Mzee akakuja naye akajifanya, na saa hizo hajui ukweli wote, na mzee mwenyewe akaja pia amechapa mtindi kweli, alikuwa mlevi hapo. So akaleta hata hivyo mzee huyo alifika shuleni akiwa amevuta hata bangi, na walipoingia ofisini kwa mwalimu kuu alianza kufoka na kutoa vitisho. Sasa wewe mzazi mgani anakuja badala ya kutaka kujua nini imefanyika, anaanza kufoka na kutoa vitisho? Haya, hapo ndiye liharibu. Naam. Na nikitoka pale nikavuka mpaka Ganda Malindi. Unajua alikuwa kule pwani sana. Ganda Malindi, jombi mmoja anayeheshimika mtaani hapa alijipata mashakani akisingiziwa uchawi alipogubia pombe na kisha kujipata kwenye nyumba ya wenyewe usiku wa manane. Ilibidi ajieleze kwa umati uliojaa ghadhabu kwamba katu hayakuwa mapenzi yake kujipata akiparamia kitanda cha wenyewe usiku huo, jambo lilomfanya mama wa nyumba huyo kupiga nduru. Yaani jamaa anasema eti ni ulevi umemtoa kwake, ametoka kwa shughuli zake, ameenda amejipata kutoka nje, ameingia kwa nyumba jirani, na kabisa nyumba jirani, na amejua tu vizuri mpaka kwenye bedroom, na anasema ni ulevi, mwingine anasema ni uchawi. Surely sometimes hata shetani huwekwa mahali ambapo hayupo, semi kitu. Napata fakari juu ya hayo. Basi alifanyika wapi? Eneo la Ganda kule Malindi. Nikavuka moja kwa moja, akasema achana na pwani, nikavuka mpaka eneo la wapi? Eneo la Kitengela. Kuna jombi mmoja wa hapa alikasirika aibu ikimwandama baada ya kugundua kwamba demo aliyekuwa akisubiri katika eneo moja la burudani kwa saa kadhaa alikuwa katika guest. Yani unangojea mtu, kumbe mtu anajiburudisha kwa shughuli zake. Surely umemngojea kwa saa kadhaa. Haya, nakwambia tu ngoja nakuja. Haya, acha nimalizie eneo la Umoja Nairobi. Kuna dereva mmoja na makanga wa matatu waliharibu kazi kwa sababu ya uhasama, na siku ya tukio mabishano yaliongezeka kiasi cha kuchelewesha safari na kuwakasirisha abiria. Abiria walichukua namba ile, unajua kuna ile namba nasema the car is driven well, alafu namba inapeanwa pale. Kwa hivyo abiria wameingia kwa gari, wamelipa pesa, alafu dereva na conductor wanaanza kugombana. Naweza guess dereva na conductor walikuwa wanatoka county gani? Wanaanza kugombana, mmoja kwa huko mwingine kule, wanagombana. Wakigombana jamaa akachukua namba ambayo iko pale ili basi kuelezea angalau waone management watasemaje. Kupigia management, kumbe kiongozi mkubwa wao mwenye magari alikuwa hapo karibu, na alipopigiwa simu na akakuja, akifika pale akapata bado wanagombana. Hivyo ndio walipoteza kazi. Hivyo ndio kazi surely mnagombania nini? Vurugu zenu, kazi ni kazi, fanyeni kazi. Vurugu zenu mtazipeleka kule kwingine, lakini sasa mnaanza kuvurugana. Hivyo ndivyo kazi lisha. Watu wanatafuta kazi, wengine wanaharibu kazi. Ni kwenye pita za kwangu. Mimi hapa ni VMM, ukipenda Victor Mado Mandala, kwenye pita siku hii ya leo, ambapo nakujuza kwamba kuishi kwingi kuona mengi na kutembea kwingi kuona mengi zaidi. Hakisha kwamba umesubscribe. Chini ya video hii kuna neno subscribe. Click hiyo neno subscribe, kiambia sign in na Gmail account yako, copy the link and share, na weke comment yako hapa, nitakuwa vema zaidi. Subscribe, bye bye.